Bwana wetu Yesu Kristo, ninakuinua na ninakutukuza. Umejaa nguvu na mamlaka. Wewe ndiye nguvu, ufalme wetu, na wewe ndiye nguvu zetu, na wewe ndiye uzima wetu, mfalme. Asanti ni kwa sababu pendo lako Bwana Jehova Jireh katika maisha yetu. Tumeona ukitenda mambo makubwa sana katika uwezo wote, mfalme. Kwa wote wale waaminio Bwana Jehova Jireh, tumepokea kibali kikuu cha kutambua na kuelewa nguvu zako na mapenzi yako. Hayo ndio Bwana Jehova Jireh yatendao kazi katika maisha yetu sisi wote, na katika ukweli ulio umefichwa ndani yetu. Asante ni kwa sababu ya siku hizo zote Bwana Jehova Jireh, ama muda huo wote mfalme umetupa kuwa wendani. Tunazungumza kuhusu neno lako, tunalifafanua neno lako kulingana na mapenzi yako kupitia Roho wako Mtakatifu. Pokea sifa mfalme wetu. Asante ni kwa sababu Bwana wewe umeendelea tu na kututoa katika mkono ama katika mawazo ya Ibilisi, kwa sababu watu wengi wamemuinua yule muofu pasipo kujua, wanamuinua pasipo kujua, wanampatia platform katika maisha yao ya rohoni. Lakini mimi Bwana Jehova Jireh, asubuhi ya leo nasema hakuna platform yoyote, hakuna mamlaka yoyote itaweza kuonekana wala kusikika katika mdomo wangu mtakatifu nikimuinua yeye. Nitamuinua Yesu, yule aliyenifia, yule aliyenifungua, yule aliyenituma, yule aliyenisamehe dhambi kwa uwezo wote, na akanifanya kuwa mwana wa Mungu katika haki. Asante Mungu wetu na Baba wetu, ni kwa sababu wewe uwezo wako Bwana Jehova Jireh wote unatenda kazi ndani yangu, na unatenda kazi Bwana kulingana na vile wewe Bwana Jehova Jireh upendavyo. Asante ni kwa sababu ya watu wote tunaoandamana nao katika wendani. Asante ni kwa sababu ya wale wote Bwana Jehova Jireh hawawezi pumzika kama hawajasikia neno, kama hawajalisoma neno, kama hawajahubiri Bwana Jehova Jireh. Ninawaombea neema iendelee na kuongezeka na kusikika na kutembea miongoni mwa watu wengi kuwapitia katika jina lako Yesu Kristo. Asante siku ya leo Bwana Jehova Jireh, ni kwa sababu ya uwezo wako na mamlaka yako na nguvu zako. Umenitoa katika kifungo, ulinitoa katika kifungo miaka 2000 imepita, na ukanisimamisha katika pendo lako Bwana Jehova Jireh. Mahali pale Bwana mfalme wa ajabu, wewe umehakikisha ndipo mahali pako Bwana Jehova Jireh pa kuonyesha nguvu na mamlaka kwa watu wako wote Bwana. Wakafunguliwa, wakaponywa na wakatolewa Bwana Jehova Jireh. Nguvu zote zilikuwa zinazowasonga na wakaweza kuamini Bwana Jehova Jireh katika uwezo wote. Wewe ndiye Mungu wao na wewe ndiye nguvu zao. Pokea sifa Bwana wetu. Asante ni kwa sababu ya uponyaji, asante ni kwa sababu ya kutufungua, asante ni kwa sababu ya kutuelekeza, asante ni kwa sababu ya mwanao Kristo Yesu kutupa nguvu na kutuonyesha mapenzi yako Bwana kulingana na vile wewe upendavyo. Siku ya leo Bwana, ninaombea watu wako mfalme, wale tunaoandamana pamoja nao katika ushirika wako wetu pamoja nawe katika neno. Ninawaombea Bwana Jehova Jireh kufunguliwa mawazo yao, na ninaomba macho yao ya rohoni iweze kuendelea na kuona vyema na kuelewa vyema Bwana Jehova Jireh katika uwezo wote. Ninawaombea Bwana Jehova Jireh, nguvu zote zimewasungukia, ama roho wowote unaowasumbua, mawazo yote imeinuka Bwana Jehova Jireh kinyume na mapenzi yako, ninasema haina uwezo wala nguvu ndani yao katika jina lako Yesu Kristo. Pokea sifa na utukufu Bwana Jehova Mungu wetu, ni kwa sababu wewe ndiye mwenye mwanzilizi na wewe ndiye Bwana wa kumalizia. Ninaomba Bwana kwa wote wale walio na madeni, wamefungiwa manyumba Bwana Jehova Jireh, hawana njia wala uwezo wa kuweza kujisimamisha. Ninawaombea wote Bwana Jehova Jireh wakaweza kupokea kibali chako kulingana na vile Bwana Jehova Jireh upenda. Nimewaombea neema kuu Bwana Jehova Jireh, unmerited favor iweze kuwa pamoja na mahali popote watasimama waweze kuhubiri. Mtu yeyote yule wataweza kukusanya ndio waweze kumnenea mausia yako Bwana Jehova Jireh kutokana na neno lako. Ninawaombea kukubarika sana Bwana Jehova Jireh, na wale wanaonenewa wawe na moyo wa kupokea ahadi na haki ile Bwana imetokao katika neno lako. Ninakutukuza wewe Bwana, na ninakuinua wewe mwaminifu na mwenye uwezo, kwa uwezo wote na kwa nguvu zote mfalme, na ni katika jina lako Yesu Kristo tunaomba sisi wote na tumeamini. Amen, 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 amen. Hallelujah. Yeah.
Nio ng'ombe nguru ndihetagwo tumai nikio rona ngitunyua niguo hote guthie na mbere na wira uyu wa mwathani itari na nondu rathumbura itari nondu onoriku uguthumbura ngithie na mbere ni uraigwa ni ukoro atoma tunywe mai tukihunjia kwende itanyuaga. Kuna wakati nilikuwa ninaenda hata masaa 3 bila kukunywa tumaji, lakini kwa sababu ya ithe turakinyita ni uranyita ukurui ya tumiaka no tuthiete riu ugakoraga ni ndirahuthira tumai niguo horerie mwaki ucio ndiraigwa thiini wakwa ukihana torakana na ngaigwa gucokeria Ngai wakwa ngatho ni tondu gutugi wake. Reke twambiririe tuthie kiugo-ini kia Ngai. Message ito muthenya wa umuthi ama our message siku ya leo ni ya kwamba where is the Old Testament? Old Testament iko wapi? Imefichwa wapi? Imeanzia wapi? Na Old Testament ni kitabu gani? Bwana asifiwe. Hayo yote tutaweza kuyaona mpaka kwa maandiko ndio watu waweze kutambua na kuelewa kuna siri ilifichwa na imefichulia liwa wale wanaonekana kama ni wadhaifu katika maisha yao. Na naweza sema mimi ni mmoja wa wao wale wanaonekana vile wanavyoonekana. Haleluya. Wakiwa ni kama watu walio na udhaifu, lakini udhaifu wao hapo ndipo Mungu anapokanyanga ndio aweze kujionyeshana na kujifichua. Nashukuru Bwana kwa sababu ya hiyo neema. Nataka tuangalie pamoja nawe katika kitabu ya Hebrews. Nikitaka kuanzia mahali pale ndio niweze kuongea na kunena chanzo. Kwa sababu Old Testament kutoka mwanzo, Old Testament tuliweza kuelewa na kujua ni kutoka Genesis to Malachi. Si ndio watu wa Mungu? Old Testament ni Genesis to Malachi. Lakini naweza sema kidogo tu ati katika Old Testament, Genesis to Malachi is not the Old Testament. Hapo ninasikika kama nimepagawa kidogo, lakini wacha niseme ya kwamba sikiliza, tulia. Mtu anatulianga na mtu anangoja, mtu anakuwa na uvumilivu. Unajua wakati mtoto amezaliwa hauendagi unamwanzia na ugali ama na uji, unampatia maziwa, kitu nyororo. Na ndio unaona hata maandiko inasema ati tulianza na maziwa na ikafika mahali hata Pora kasema hata sasa hivi hamjafika watu wa kupewa chakula kingumu. Bwana asifiwe. Hamjafika katika nafasi ya kupewa chakula kingumu. Nyinyi wakati huu hata sasa hivi mnafaa kupewa nini? Maziwa. Na mimi nasema hivi, please, ni wakati wa kutulia, wakati wa kuwa wavumilivu, kuwa na patience ndio uweze usiruke, kwa sababu usiruke ama uharakishe kuamua. Hapana, uamuzi wako wacha uwe umesikiliza, umeona, umetambua na umehakikisha kupitia neno, na utake kujua kwa nini amesema hivyo. Mtu asiwe mtu wa haraka wa kuamua. Uamuzi wacha ukuje baada ya kusikia, baada ya kufuata na baada ya kuwa na patience. Bwana asifiwe. Kwa hivyo where is the Old Testament? Where is the Old Testament? Bwana asifiwe. Where is the Old Testament? Ebu tuangalie pamoja nawe katika kitabu ya Hebrews 8:8. Hebrews 8:8. Tuthoma na Biblia ciothe. Tutaangalia Hebrews 8:8. Kiingereza inasema na watu wa Mungu inafaa na ni vizuri sana wakati unaposoma neno kama ni chapter usisome, yani fuatilisa. Wacha kuchukua tu kama mstari. Haka nimekachukua kwa sababu haka ndiko nataka kwanza tukaangalie Hebrews 8:8, lakini nimesoma juu na nimesoma chini. Hiyo chapter na ingine najua vile zinavyofuatana. Tukiangalia where is the Old Testament,
tutaangalia katika kitabu ya Hebrews 8:8 tuone namna gani. Sawa, Hebrews 8:8. For finding fault with them, he said, behold, the day come, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Maana walaumupo asema, angalia, siku zinakuja, asema Bwana. Siku zinakuja, asema Bwana, nami nitawatimizia nyumba ya Israeli na nyumba ya Yakobo agano jipya. Unasikia? Nitawatimizia nyumba ya Yakobo na nyumba ya agano jipya. Wacha tuiangalie pamoja nawe katika Kikuyu. Hata kama niko na Kijaruo nikeisoma, na Kibaruya na Kikisii. Inasemaje? Ate ede 88. Ede Ngai niekuonania ihetiale yao, akamera uu, atiriri, matuko ni magoka, uguo niguo Mwathani oiga, maria ngarikanira kirikaniro kieru na nyumba ya Israeli na nyumba ya Juda. Mwathani arogocwo. Ati the Old Testament started in the day he took them by the hands of Moses. Elewa hapa. Kwa hivyo neno katika Old Testament ilianzia, yani Old Testament ilianzia wapi? Mahali pale alisema ya kwamba nitawatoa. Mahali pale alimtuma Musa aende akatoe wana wa Israeli katika mji wa Misri. Hapo ndipo Old Testament ilianzia. Genesis, sawa, tutakuja Genesis my dear, usiharakishe please. Old Testament started in the day he took them by the hands to lead them out of Egypt. Na hiyo ni kitabu gani? Na ndio leo tunaweza iita Old Testament. Mahali pale Mungu, wakati Mungu alimuita Moses, na wakati ule alipomuita Moses, akamwambia Moses, nitakutuma katika mji wa Misri, uende ukawatoe watu wangu katika mji wa Misri. Bwana asifiwe. Na hiyo kitabu inaitwa Exodus. Hiyo kitabu Musa, hiyo kitabu Mungu alianza kuongoza wana wa Israeli, watu wake. Ndio neno linasema, inasema ya kwamba kwa Kiswahili ati maana walaumupo asema, angalia siku zinakuja, asema Bwana, nami nitawatimizia nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda agano jipya. Bwana asifiwe. Ati Israeli na nyumba ya nani? Na nyumba ya Yakobo atayatimizia nini? Agano jipya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati nilipokuwa ninaangalia from Genesis to Malachi, tutaona Genesis ni kitabu gani. Kutoka Genesis to Malachi nimetambua ya kwamba Exodus ndio ile kitabu ya kwanza ya Old Testament. Hata kama kuna Genesis ile iliyokuwa Mungu aliumba, Mungu alitayarisha kila kitu kukiumba, kikiwa ndio sitaki kwa kwanza kusema kabla sijasoma neno, sababu ningetaka tuweze kulifuata neno. Genesis ndio ile kitabu Mungu aliweza kutangulia nacho katika uumbaji. Bwana asifiwe.
Na baada ya kuumba na ndio imewekwa ikiwa ya kwanza. Ubanji, Genesis. Mungu akaumba mbingu na nchi. Yes, tutakiona kile. Lakini from Exodus, hapo ndipo tunaona ya kwamba Mungu alianza kuwaongoza wana wa Yuda na wana wa Yuda Egypt. Nyumba ya Yuda Israeli na nyumba ya Yuda akawapa agano. Anasema atawapa agano jipya. Bwana asifiwe. Tukitoka mahali pale, kwanza tuangalie hapo, we usiamue na usikate kauli ya kwamba tuendelee. Leo ni introduction only. Lakini kesho yake tutakuwa na mtiririko wa kutambua vyema na kuelewa vyema vile Mungu alivyoanzia. Kwa hivyo Genesis tujiulize, kwani Genesis, kwa Genesis ni kitabu gani? Wacha niseme hivyo. Genesis ni kitabu gani? Genesis, tukiangalia katika kitabu ya Matthew, tutaweza kutambua Genesis ni kitabu gani. Sababu Exodus to Malachi, hizo ndizo Old Testament. Exodus to Malachi, mahali pale Mungu alianza kazi na Moses kuwatoa wana wa Israeli katika mji wa ahadi, katika mji wa utumwa. Mungu akamtuma Moses aende akawatoe wana wa Israeli katika mji wa utumwa, ndio anje awape agano lake. Bwana asifiwe. Ndio wakuje waweze kulipokea agano lake kumpitia Abraham. Tuko pamoja watu wa Mungu? So Mungu alianza kutembea na wana wa Israeli kutoka wakati ule Mungu aliyemtuma Musa awatoe wana wa Israeli. Na wakati alipowatoa tukaanza Exodus tunaweza itaje na Kiswahili. Kazi ya Mungu ilianza mahali pale na pamoja na wana wa Israeli, from Exodus to Malachi. Tukiangalia mahali pale, tunaangalia katika kitabu ya Matthew tuweze kuona Genesis inaitwaje. Katika kitabu ya Matthew, nakwambia leo ni introduction only. Katika kitabu ya Matthew 19:3 to 8 inasema, the Pharisees also came unto him, tempting him, and saying unto him, is it lawful for a man to put away his wife for every cause? Yeah. Number 4. And he answered and said unto them, have you not read that he which made them at the beginning made them male and female? Number 5. And said, for this cause shall a man leave father and mother, and shall cleave to his wife, and the twin shall be one flesh. Number 6. Wherefore they are no more twain, but one flesh. Which therefore God hath joined together, let not man put asunder. Number 7. They say unto him, why did Moses then commanded to give a writing of divorcement and to put her away? Number 8. He said unto them, because tuangalie hapo,
He said unto them, Moses, because of the hardness of your heart, servant you to put away your wives, but from the beginning it was not so. Number 3 Kiswahili inasemanje? Usome kutoka juu mpaka mwisho na uendelee na kwingine. Kiswahili. Basi Mafarisayo wakamwendea wakamjaribu wakimwambia, je, ni halali mtu kumwacha mkewe kwa kila sababu? Roigole mamulia. Ni halali mtu kumwacha mkewe? Halali. Kumwacha mkewe kwa kila sababu? Walikuwa wanauliza Yesu Kristo Mafarisayo. Number 4. Akajibu akamwambia, hamkusoma, sikiliza, hamkusoma ya kwamba yeye aliyewaumba mwanzo from Genesis aliwaumba mtu mume na mtu mke. Genesis 2 aliwaumba mtu mume na mtu mke. Pale aliumba, pale alichukua nini? Alichukua udongo akaumba Adam. Baada ya kumuumba Adam, akamtoa Eve ndani ya Adam. Kupitia ile tu matope ile aliweza kuitengeneza, kwa sababu Eve alitolewa ndani ya Adam. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ile matope ilikuwa imemtengeneza, imemuumba Adam, ndio tu ilitoka Eve. Hii ni mambo tunafaa ndio nakwambia ni introduction, tuweze kuelewa ukweli kabisa uumbaji wa Mungu kwa mwanadamu ilikuwa namna gani. Bwana asifiwe. Ile ya Genesis, ile mwisho inasema wacha nikuonyeshe ile 7, ile 7:2 sorry. Nake Jehova Ngai akiumba mundu na rukungu rwa thi, agicoka akimuherera mihumu ya muoyo na marima ma iniuru, nake mundu ucio agituika mundu wi muoyo. Ni Genesis 2:7. Hapo ndipo Mungu alimuumba mwanadamu kwa mchanga wa ardhi. Pole, kwa sababu ninajua tunakuanga yani sorry. Unajua yule mtu wa Genesis 1:26 is not a man ule tunafikiria. Yule man wa Genesis 26 ni Christ. Yule man, tuumbe mtu kwa mfano wetu. Please, hiyo nayo iko na scriptures. Sile sitakuonyesha hadharani. Yule mtu wa Genesis 1:26 ni Christ, aliumbwa kwa mfano wa Mungu. Bwana asifiwe. Uumbaji ule wa Christ ulikujia wapi? Tuumbe mtu kwa mfano wetu. Christ. Bwana asifiwe. Yule alikuja kuokoa wale watu walio Genesis 2:7. Ule wa Genesis 1:26 ni yeye yule atakuja kuwaokoa wale walio Genesis 2:7. Hallelujah, Bwana asifiwe. Na aliumbwa kwa mfano, alikuwa katika mfano wa Mungu, kwa sababu hata Biblia inasema yeye ndiye alikuwa chapa kamili ya vile Mungu alivyo.
Na maandiko tena inasema ya kwamba ukimuona Christ umemuona God. Si ukimuona man, sio sisi, ni Christ. Ukimuona Kristo umemuona Mungu. Bwana asifiwe. Yesu akasema, yale nitendao ni yale Baba atendao. Vile ninavyofanya ni vile Baba anafanya. Yale ninaosema ni yale Baba anasema. So walikuwa alike, yani walikuwa wanafanana kabisa. Moyo wa Mungu wa Yesu ndio moyo wa Mungu. Moyo wa Mungu ndio moyo wa Yesu. Bwana asifiwe. Wakati ule sasa Yesu, hiyo 26 sitaki kuingia pande hiyo. Hiyo ni another topic. Wakati tumeingia 2:7 tunaona Mungu amechukua matope, mchanga wa ardhi. Na wakati amechukua amemuumba yani a human, yani idhue ni atoba leo nioba Adam na ndoro, lakini ule wa iguru ndobirwo na ndoro. Tuko pamoja? Na ni Christ. Mundu tanie ni uyu we haha thi. Adamu ni uyu we thi. Ya Genesis 2:7. Na niwe mombirwo hamwe na akemoka agicoka akirutwo thiini wake. Bibi yake ama yule alimuita, hii ni bavu ya bavu zangu na anafaa kuitwa Eve, na akamfanya kuwa mkewe. Nani alimfanya kuwa mkewe? Adam mwenyewe, si Mungu alimfanya, lakini ni Adam alimfanya. Bwana asifiwe. Hallelujah. Sababu ndani ya Biblia tuko na Adam watatu. But pole. Hii yote utakuja kujua. Utakuja kuiona kwa maandiko. 3 Adams. Wa kwanza tunamuona Genesis 1. Genesis 1, yes, wacha niseme hivyo. Wa pili tunamuona Roman 5 from 12 kuteremka to 14. Watatu tunamuona kule mbele kabisa in New Testament, akiwa sisi wale tuliweza kutoka katika ufalme wa giza tukaigizwa katika ufalme wa nuru na Kristo Yesu. Tukafanana na Kristo. Haya yote imefichwa kwa maandiko. Hatuyatambui kulingana na vile inafaa tuweze kuyatambua. Lakini mtu msomi, mtu anayesoma neno, mtu anayetambua neno, mtu anaye ufunuo kwa sababu ya kuamini kazi ya Kristo, haya yote yanamfafanukia na kuelewa. But watu hawaelewi, hawajui. Haya yote tutakuja kuyaona in one day. Bwana asifiwe. Another time tutakuja kuiona, lakini si leo. Tunaona hiyo ya Matthew. Ninasoma na Kiswahili sasa. 19:3 inasema, basi Mafarisayo wakamwendea wakamjaribu wakimwambia, je, ni halali mtu kumwacha mkewe kwa kila sababu? Number 4, akajibu akawaambia, hamkusoma. Sikiliza, hamkusoma wapi? Hamkusoma ya kwamba yeye aliyemuumba mwanzo aliwaumba mtu mume na mtu mke. Hiyo sasa ndio nilikuwa ninakwambia, ni Genesis 2:7. Number 5 akasema kwa sababu hiyo mtu atawaacha babaye na mamaye. Mtu atawaacha babaye na mamaye, atabatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Yesu alikuwa anawaonyesha wakati mtu wameambatana na bibi yake na bwana yake,
hawako tena wawili, wamekuwa twin. Haleluya, wamekuwa twin. Kwa hivyo hawawezi tokana. Yesu akajaribu kuwaonyesha kutoka mwanzo. Wacha tusome 6. Wacha tusome kwanza. Hata wamekuwa si mwili tena, bali mwili mmoja. Si wawili tena, bali mwili mmoja. Basi aliyowaunganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Number 7. Wakamwambia jinsi gani? Basi Musa, wakarudi katika Old Testament. Hallelujah. Sasa wameanza kuambia Christ namna gani? Hawa Mafarisayo wakamwambia jinsi gani? Basi Musa aliamuru kumpa hati ya taraka na kumwacha. Kwa nini Musa alisema alituambia tuwape hati ya taraka na tuweze kuachana? Naye Yesu akawajibu. Please, Yesu aliwajibu namna gani? Na hivyo ndivyo watu walivyo siku ya leo. Aliwajibu namna gani? Akawaambia, kwa sababu alikuwa anamuuliza kwa nini Musa naye alisema kama wamekuwa mtu mmoja na kama Mungu amewashikanisha, kwa nini Musa alisema waume wawape wanawake wao taraka? Hebu tusikie vile Yesu aliwajibu Mafarisayo. Alisema, akawaambia, Musa, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu. Musa hakuifanya hiyo kitu akipenda. Ni kwa sababu alijaribu kumwimbia wimbo wa kumwambia hapana, haifai. Musa amejaribu kumhubiria. Musa amejaribu kumuongoza. Musa amejaribu kumuonyesha haifai watu watengane. Mungu anachukia divorce. Lakini mumekataa kusikia. Afanye nini? Kwa sababu hata Musa alikuwa anawaogopa na walikuwa wamekausha mioyo yao. Walikuwa wamekataa. Anasema ya kwamba akawaambia, Musa kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu aliwapa ruhusa kuwaacha wake zenu, lakini tangu mwanzo haikuwa hivi. Tangu mwanzo, at the beginning, from Genesis. Kwa hivyo Genesis iko katika kategori gani ya New Testament? Mungu, wacha nikwambie watu wa Mungu, please my dears, Mungu hakuwa na haja na Old Testament from Exodus to Malachi. Hakuwa na haja nayo. Ile kitabu alikuwa na haja nayo ni Genesis and New Testament. Hebu sikiliza vizuri kidogo. Lakini kwa sababu ya ugumu wa mioyo ya watu, kukakuwa na Exodus to Malachi. Mungu, kwa sababu ya ugumu wa mioyo ya watu, kwa sababu ya watu kutosikia, Mungu akawa sawa. Mungu akajaribu vile mwanadamu anaweza kufunguka masikio yake, macho yake ya rohoni. Lakini mwanadamu ni nani? Alikataa. Mwanadamu ni nani? Alikataa. Na wakati alipokataa, ndio Mungu Yesu anawaambia, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu. Musa akamwambia, muwe munawapa taraka. Lakini sio vile ilivyokuwa kutoka Genesis. So Genesis ni kitabu tofauti na Exodus to Malachi. Mungu alikuwa na haja na Genesis. Exodus to Malachi ni kwa sababu ya ugumu ya mioyo ya watu ikaandikwa. Mungu akijaribu vile mwanadamu
anaweza jitambua wala kujielewa ndio atoke katika hiyo kakun ya ugumu wa mioyo. Bwana asifiwe. Haleluya. Yesu akawaambia kutoka mwanzo kumoke abereria tatiga uigwe na Gikuyu. Matthew 19. Wacha tusikie na Kikuyu my dear. Ni vyema. Ati Matthew 19. Ugo tiguo kwari kumoke abereria. Eroiga atiriri. Kuma ithatu. Ati na Farisai amwe magioka kuri we makimugeria waigwa ni kumugeria maramugeria makimugeria makimuria atiri ni kwagireire mundu ate mutumia wake ni undu wa gitumi ona kiriku. Nake agicokia uhoro akimera agicokia uhoro akimoria atiri kai mutathomete. Yes. Kwa hivyo ni kitu kimeandikwa. Ni kitu kiko kwa Biblia. Ate kai mutathomete ati uria wombire andu gwata kiambiriria amombire mari mundu murume na mundu muka. Na akiuga atiri ni undu ucio mundu murume ni agatigana na ithe na nyina magwatane na mutumia wake nao eri matuike mwiri umwe. Todo wa uguo matigacoka gutuika eri no mwiri umwe. Ni undu ucio aria Ngai agwatanetie mundu ndakana matigithanie. Namba 7. Nao makimuria niki giatumire Musa athane ati mundu ahe mutumia wake marua magutigana nake amute. Niki giatumire Musa ahe nerutha. Niki giatumire ugo ni gwaroria ati nao magikimuria niki giatumire Musa athane ati mundu ahe mutumia wake marua magutigana nake amute. No ririkane mandiko maroiga kujaribu, walikuwa wanamjaribu Yesu. Namba 8. Nake akimwera Musa amwitikiririe muteage atumia anyu ni undu wa uria ngoro cianyu ciumite. Ni undu wa uria ngoro cianyu ciumite. Ti undu wa ate wa mehia kana mahitia. Ni tondu inyue mutitarikaga. Na hivyo ndivyo makanisa ilivyo. Hivyo ndivyo watu wengi wako katika mioyo. Sio watu wote lakini watu wengi. Makanisa mengi. Kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao. Kwa sababu hawataki kuongozwa. Kwa sababu hawataki kusikia neno la Bwana. Kwa ugumu wa mioyo yao. Katika kitabu ya Roman, yes. Roman 8, John 8:44. Inasemaje? Mulega kuigua uhoro wakwa niki. Wacha tuisome tu. Wacha tuisome watu wa Mungu. Tutarudi hapo. John 8:44. Lakini si 44, sasa nitasoma hapo juu. 44. Wacha tuanzie hapo. Wacha nianzie 40 tuteremuke na wewe uende uanzie na uko juu mpaka chini. Nitaanzia 40. But now you seek to kill me, a man that had told you the truth, which I have heard of God. This did not Abraham. Lakini sasa munatafuta
kuniua, mnatafuta kuniua mimi, mtu ambaye nimewaambia iliyo kweli, niliyoisikia kwa Mungu. Ibrahimu hakufanya hivyo. Ukweli Ibrahimu unaona Genesis, Ibrahimu hakufanya hivyo. Ujue sasa hii ni from Exodus. Walikausha mioyo yao, walikataa kusikia mauzia ya Mungu, walikataa kufuata mwongozo from Exodus. Na alafu number 41, you do the deeds of your father. Then said they to him, we be not born of fornication, we have one father, even God. Ate nanyi munazitenda kazi za baba yenu. Sikiliza, hapa ndio tuweze kujua baba yao ni nani. Nanyi munazitenda kazi za baba yenu. Ndipo walipomwambia, sisi hatukuzaliwa kwa zinaa, sisi tunaye baba mmoja, yaani Mungu. Wacha tusikie 42. Jesus said unto them, if you were your father, you would love me, for I proceeded forth and came from God. Neither came I of myself, but he sent me. Yesu akawaambia, kwa kama Mungu angekuwa baba yenu, mugenipenda mimi, kwa maana nalitoka kwa Mungu, nami nimekuja, wala si kuja kwa nafsi yangu, bali yeye ndiye aliyenituma. Anawaambia kama nyinyi ni watu mumezaliwa na Mungu, mugenipenda mimi. Lakini kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao, na hawataki kusikia Mungu, na hawataki kuongozwa, na hawataki maandiko, na hawataki kuamini neno la Bwana, wakawa tofauti na mwana wa Mungu, yule aliyekuwa ametoka biguni kwa ajili ya dhambi zao, kwa ajili ya hatia ya mwanadamu. Lakini wao hawakutaka kujua. Wacha tuone 43. Why do you not understand my speech? Even because you cannot hear my word. Bona, Yesu akawauliza 43. Bona hamuyafahamu hayo niyasemayo? Ni kwa sababu ninyi hamwezi kulisikia neno langu. Wamekausha mioyo yao. Wako upande gani? Wacha tuone. Wanasema wao baba yao ni Ibrahimu, naye Yesu anawaambia Ibrahimu hakufanya hayo. Ukisoma huko juu utaona yote. Naye 44 Yesu akawajibu akawaambia, you are of your father the devil, and the rest of your father you will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he spoketh a lie, he spoketh of his own, for he is a liar and the father of it. Nanyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo, husema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni muongo na baba wa hao. Ni akina nani waongo? Tumeambiwa na maandiko katika Matthew 19:3. Walimjaribu. Kwa hivyo walikuwa wanajua kile wanaenda kumwambia si ukweli. Wanaelewa from the beginning vile ilivyokuwa.
Yesu alikuwa muongo. Shetani alikuwa muongo. Yesu alikuwa wa kweli. Na anawaambia hivyo vizuri kabisa. Lakini hawataki kumsikia wala kumfuata. Hawataki kuamini yale anayoyanena. Sasa neno katika ile mstari wa 8 Matthew 19:8 inasema, nake akimera Musa amwetekeririe muteage atumia anyu ne undu wa uria ngoro cianyu ciumite, no riri kuma kiambiriria gutiatarie uguo. Koguo ri Genesis ndiye ile kitabu ya kwanza. Genesis ndiye beginning. Mahali popote unaona the word beginning, ujue ni from Genesis. Na kitabu hiyo ya Genesis ndio kilikuwa kitabu kile Mungu alipokuwa anakipenda, na hapo ndipo kazi yake yote ilipo. Kubuka from Exodus, wakati wana wa Israeli walipokuja katika ulimwengu, walikataa kuongozwa na Mungu. Walikausha mioyo yao na wakaambia Musa, sisi hatutaki yeye atunenee. Enda uwe unamsikiliza. Ukimsikiliza unakuja unatuambia. Sisi hatutaki kumsikia. Wakalikataa kabisa watu wa Mungu. Kwa hivyo Mungu hakuongoza wana wa Israeli from Exodus to Malachi. Kubuka hata wakati mmoja Musa alikuwa anaambia Mungu baba yangu, wakati Mungu alisema mimi sitaandamana pamoja nanyi, sababu nikiandamana pamoja nanyi nitamalizia nyikani. Naye Moses akamwambia, usituambie tutoke hapa kama hautaenda pamoja na mimi. Kama hautaenda pamoja nasi, please usituambie. Kwa sababu Mungu kazi yake yote na wana wa Israeli from Exodus to Malachi hakukuwa na kazi yake. Kwa nini? Sababu wana wa Israeli walimkataa kabisa, na wakasema hapana, hatutaki kusikia kutoka kwako, tunataka uwe unanenea Musa. Naye Musa anakuja akatuambia, na hapo ndipo chanzo cha Musa kuwapa wana wa Israeli sheria. Walipewa sheria sababu walikataa kuongozwa na Mungu, na ni lazima wangeongozwa na kitu. So Moses akatengeneza sheria na akawapa wale watu sheria ile iliyokuwa imetokana na malaika na Moses. Haleluya, Bwana asifiwe. Najua haya yote ni kizungumkuti kwa sababu unajua mambo mengine. Ndio nakwambia, please my dear, neno ni mzuri sana mtu akisoma na kuwa na ufunuo. Kwa hivyo tunaona ya kwamba walipewa nafasi. Hata siku ya leo watu wanaachananga kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao. Mume anaacha mke, hataki kulea watoto, hataki kusimama katika nafasi yake. Yani kwa sababu ya ugumu wa moyo. Hivyo ndivyo kunaenda. Mwanadamu ako na moyo mgumu mbele ya Bwana, hataki kusikia Bwana. Ndio unaona kuna vita kali, kuna mambo mengi hata katika nini, hata katika hizi masimu. Haleluya, unakuta kuna vita kali, kuna mambo magumu, hali zimeinuka makanisani, kila mahali hali zimeinuka sababu ya ugumu wa mioyo ya watu. Sababu watu hawataki kusikia kutoka kwa Mungu. Watu hawataki kuongozwa na Mungu. Wamesimama wengi kuambia watu hawafai hata kuingia katika makanisa. Wamesimama wengi kuambia watu kuingia kanisa hata si shinda. Shida iko hapa. Kutokuwa katika neno, kutoamini neno, kutosimama na neno, kutoamini Mungu, kutoamini kazi ya Kristo.
kuwa ni wewe tu umejiweka ukiwa mwenyewe. Yani wajiongoza, wajitumainia, watumainia ulimwengu, watumainia mali ya ulimwengu. Wewe ni mmoja na wale wana wa Israeli walisema ya kwamba hatutaki kumsikia Bwana. Musa, enda usikie. Watu wako na mambo yale wanaofuata. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo Exodus to Malachi ikawa ni pigo kubwa kwa mwanadamu kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao. Wakatenda kinyume na mapenzi ya Mungu, kulingana na vile Mungu alivyokuwa anavyohitaji. Yes. Hiyo ndio Genesis ni Mwanzo. Na hiyo kitabu inaitwa Mwanzo iko katika nafasi ya New Testament. Hiyo ndio ilikuwa mwanzo wa Mungu wa kila kitu. Na kwa sababu Mungu alikuwa na haja na New Testament, na hiyo New Testament ndio uumbaji, ndio hapa uumbaji ulipo. Alafu baada ya uumbaji Christ. Mungu alikuwa na haja na mwanae Kristo Yesu, sio vitu hizi zingine zote tunazoziona, types and sandals. Yesu katika Exodus, katika Genesis to Exodus to Malachi imenena types and sandals. Ilikuwa tu inaonyesha Christ. Haijaonyeshana Moses, haijaonyeshana David, haijaonyeshana Solomon, haijaonyeshana mambo yale tree of life, haijaonyeshana the knowledge of hizo zote. Akina Noah's Ark, hizo zote ni types and shadows. Zile zimekuja ikiwa mfano wa kufananishwa na Christ, yule Mungu aliyekuwa na haja naye from the beginning, na alianza naye from the beginning. From Genesis 1 Christ akazungumziwa. Kitabu ya haja sana ni Genesis. Alafu tutakuja tukiona nayo Matthew, Mark, Luke and John, nayo tuone ni kitabu gani. Sababu New Testament imeanza from the book of Acts. Ninajua ni kisugumkuti, nediramenya ni maundu marito, no tamenya no nginya mamenye niguo hote gutaukwo ni Biblia. But from the beginning was not so. Hivyo ndivyo neno limesema, from the beginning was not so. What is Genesis? What is Genesis? It's the beginning. Ndiye mwanzo. When the Bible say in the beginning, it's mean, Idiria Biblia roiga atia kumokia bereria. At the beginning. Bwana asifiwe. Anywhere, mahali popote utaona beginning ina refer to Genesis. Ina refer to Genesis. Beginning ina refer to Genesis. Genesis is not the Old Testament, please. Genesis the Old Testament. Genesis is New Testament. Pole, kai, pole. Ni todo urarora na maitho. Pole todo urarora na maitho. Mtuma mwiri. Utathomete no tari no guori. Yes. Old Testament is Exodus to Malachi. Exodus is Exodus to Malachi. Ebu ona ndio uweze kujua. Kuna mahali Yesu New Testament alisema ya kwamba ate Musa yeye alimuona Abraham. Now
Jiwizi wakapiga makelele, wakakasirika, wakauliza, sasa huyu mtu na hata hajafikisha 50 years. Hajafikita 50 years. Ni wakati gani aliona Abraham? Ni wakati gani Abraham alimuona? Si unanielewa eh? Ni wakati mgani alisema Abraham aliniona? Na wanauliza sasa huyu na hata hajafikisha ile miaka iko na Abraham. Na hata hajafikisha 50 years. Abraham alimuona wapi? Ina Korea beginning. Hey, oro leo gedaia. Abraham saw my days. Abraham saw my days. Na Korea. Before the foundation of the earth. Abraham alimuona. Aya ni maundu ma. Ndeakwira no introduction. Maya maundu ni mathaka muno. Aya mambo ni mazuri. Akasemaje? Where did Abraham saw the days of Jesus? Ibrahimu ule nili onire matuko masio ma Jesu. Mahida masio na Jesu okete from Matthew, Mark, Luke and John. Abraham wonekaga ni watene gukira Jesu. Niranyita. Andu acio magitukanirwo metagwo jiwizi. Makiambiria kuona ribu uyu uri otoria ringi uranyona hatire thina. Uyu ni muguruki uyu. Ati aroiga atia? Ati Abrahamu akimuona. Nu orokire kuona Ibrahimu kana ni Ibrahimu amuonire? Amuoneire ku. Ibrahimu ona ni akimu. Ndakwitete ndikada ni urona tu maundu tuhana kiundu kihana. Ya gutukanira mundu. Abraham saw Jesus 2 times. Abraham saw Jesus 2 times. Hallelujah. Katika Genesis chapter 14. Tunaweza uliza ni wakati gani? How and when? Tunaweza jiuliza. Wakati mmoja Abraham alimuona Christ ni katika kitabu ya Genesis 14. Na katika kitabu ya Genesis 14 tunaona mtu anaitwa Melchizedek. Melchizedek. Si unamjua Melchizedek yule ako Genesis na tena amerudiwa katika kitabu ya Hebrews. Unajua Hebrews yote imetolewa katika Genesis. Inanena mambo ya Old Testament. Ni Old Testament. Hebrews ni Old Testament. Yani aje mambo mengi yale yamenena yani ni kama hivyo Old Testament imetolewa pande hiyo ikaletwa pande hii. Inaongea mambo mengi sana inahusu nini ya Old Testament. So katika chapter 14 tunaona Melchizedek. Melchizedek alikuwa nini? Melchizedek alikuwa mfano. Melchizedek alikuwa mfano wa nani? Wa Christ. Yule Melchizedek hakuwa na wazazi. Watu wao hakuwa. Huyo Melchizedek tunanena juu yake. Alikutana na Melchizedek. Yule alikuwa hakuwa na father or mother in Jesus typology. Yeye alikuwa anafananishwa na mambo yale yote Christ aliyo inazungumza juu ya Christ. Melchizedek inamfanana. Kwa hivyo yale yote Melchizedek alinenwa juu yake yalikuwa baada ya Christ. Na ndio tunasema ni typology ama ni mfano wa Kristo na kazi yake. Mfano, alikuwa mfano. Lakini haya yote tutakuja kuyajua kwa muda kidogo. Wakati wa pili, nakwambia ni introduction. Wakati wa pili, Abraham saw my days. Na njia gani? In Mount Moriah. Si mnakumbuka Genesis?
wakati ule Abraham alienda kumtoa mwanae dhabihu Isaac. Wakati alipokuwa anaenda kumtoa ile dhabihu, hiyo ndio ilikuwa mara ya pili Abraham kumuona Christ katika nafasi ya typology, katika nafasi ya mfano. Katika nafasi ya mfano. Akamuona, he brought Isaac to the mountain. Kwa hivyo alimchukua Isaac akamleta ndio amweze kumtoa kafara, aweze kumtoa aweze kumtoa sacrifice. Na wakati alipomleta ndio aweze kumtoa sacrifice, wakati alimchukua Isaac na kumwekelea katika madhabahu ndio aweze kumuua, wakati alipomchukua na kumwekelea madhabahuni ndio aweze kumuua, hiyo ndio ilikuwa second time ya Abraham kumuona Yesu akiwa katika nafasi ya typology, ama types and shadows, ama mfano wa vile Christ alikuja, atakuja, wacha niseme hivyo, atakuja katika ulimwengu kutenda kile kitendo kimoja cha haki. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Abraham wakati alipompeleka Isaac katika sacrifice, na wakati tu alimwekelea katika ile madhabahu na akainua kisu ndio aweze kumduga, akasikia sauti ikimwambia, usimuue mwanao, tazama katika kichaka kuna mwana-kondoo amefungiliwa. Na akaenda akachukua ile mwana-kondoo, typology, type and shadows of Christ. Akamchukua yule mwana-kondoo, huyo mwana-kondoo akamwekelea katika madhabahu yale, na huyo ndiye aliweza kuua. Kwa nini? Kwa sababu mawazo ya Mungu haikuwa Isaac aweze kuuawa, kwa sababu Isaac hangeweza kusamehe ulimwengu dhambi zao. Yeye kile aliyefanya ni kumwambia usimuue mwanao, akachukua mwana-kondoo yule akamtoa dhabihu, ikiwa shadow of Christ. Aje vile Kristo atakuja kufanyiwa wakati ule, atakuja kuwapa watu wake agano jipya. Unasikia ni agano jipya, old and new. Wakati atakuja kuwapa watu agano jipya, kuna kazi itafanyika, na itafanyika kwa njia moja, kuua. Atakufa. Yes, atakufa. Na Mungu akasema ya kwamba ati Isaac usimuue, kwa sababu ndani ya Isaac hakuna benefit yoyote, hataweza kuni benefit. So kile utafanya, chukua yule mwana-kondoo uweze kumtoa katika dhabihu, sababu yeye anasimamia mwana-kondoo. Ndio tunaitanga Yesu mwana-kondoo wa Mungu, akiwa katika typology, akiwa katika type and shadows. Hallelujah, Bwana asifiwe. Hiyo lamb ndio iliweza kufanywa, ndio iliweza. Ukisoma hiyo Genesis, chapter 14 utaona juu ya Melchizedek. Ukisoma utaona vile Abraham alienda kumtoa mwana-kondoo, lakini hiyo ndio ile 2 times Abraham alikuwa ananena juu yake. Yesu alikuwa ananena juu ya Abraham ya kwamba aliniona. Ibrahim aliniona wakati Genesis. In Genesis alimuona. Na kitu ingine nilikuja kujua kwa nini Mungu aliweza kusimamisha Isaac asiuawe, ni kwa sababu sisi na Isaac
tunafanana. Dhambi ile ilikuwa ndani ya mtu anaitwa Isaac, ilikuwa ndani yetu. Kusema ya kwamba sisi wote tulikuwa tunafaa kufa. Kifo ya kabisa. Lakini Christ akasimama kwenye mwanya. Akafa kwa ajili yetu. Alikufa kwa ajili yetu. Yeye ndiye alitolewa dhabihu kwa ajili yetu. Sababu hakuna mwanadamu angeweza kumfungua mwanadamu mwingine katika dhambi. Lakini yule ametoka kwa Baba, ana uwezo, ako na nguvu, ako na mamlaka. Sababu yeye hakufanya dhambi na hakujua dhambi. Alikuja kwetu ndio alichukua dhambi. Na wakati alipochukua ile dhambi, akaipeleka katika msalaba na akaweza kwa hivyo sisi tulikuwa tunafaa kufa, but Yesu akafa kwa ajili yetu. Sisi ni mfano wa Isaac. Isaac ni mfano wetu, Isaac ni mfano wetu katika kazi ile Yesu aliyetufanyia. Ni sisi tulikuwa tunafaa kufa, sio Christ. But kwa pendo lililokuwa ndani ya Mungu, akamtuma mwanae Yesu Kristo aje ulimwenguni awafie wanadamu, na alitufia na tukaweza kusamehewa ile dhambi. But Jesus showed up. Yes, Yesu akajionyeshana katika mfano wa kondoo, ile lamb. Yesu alimwambia Abraham, chukua, kuna lamb hapo, hiyo ndio utatoa dhabihu. Yes, Yesu baada ya muda fulani Yesu akaja na akatolewa katika ile dhabihu. Ile ilikamilisha watu wote kuwa wenye haki. Kwa hivyo Isaac alitolewa katika altar na akaweza kuondolewa. Yesu akakufa. Yesu ndiye alikufa kifo chetu. Yesu mwenyewe alikufa kifo chetu. Hallelujah. Kwa sababu ni sisi tulikuwa tunafaa kufa. Kwa hivyo huyo ni Yesu Kristo. Hiyo kondoo ni Yesu in typology. Oh, hallelujah. Jesus in typology. Yeah. When Jesus said, Abraham saw my days. Wakati Yesu anasema Ibrahim aliona siku zangu. Aliniona siku zangu. Inasemaje? Genesis is the New Testament. Inasema Genesis is the New Testament. Pole. Sababu hii ni kitu kikubwa sana na kigumu kwako. Genesis. Hiyo ni kusema ya kwamba Genesis is the New Testament that started after Old Testament. Genesis ilianza after Old Testament. Yesu, Mungu akionyeshana pendo lake na kazi yake na mapenzi yake. Abraham aliona siku zangu. Yes. Genesis is the New Testament that started before. Genesis is the New Testament that started before the interruption of the Old Testament. Kwa hivyo ilianza kabla Old Testament haijakuja, Exodus to Malachi. Sababu hii Old Testament, Exodus to Malachi, ni mahali pale mwanadamu na Mungu walianza vita. Alisimama katika mwanya wa kukataa kusikia Mungu. Bwana asifiwe. Hallelujah. Kazi ya Yesu na Mungu ilianza. So the Old Testament was an interruption of New Testament. Old Testament ilikuja kuinterrupt, kuharibu na yani sijui. Ilikuja kuleta interruption. Iligiria. Kitabu kilikuwa kinahitajika ni Genesis and New Testament. Genesis, Matthew, Luke. Hizo vitabu. New Testament. Lakini sio Exodus to Malachi. Haikuwa na haja.
lakini ilikuja kwa sababu mwanadamu alimkataa Mungu. Sasa ikaanza woi, na kwa sababu amenikataa sasa itakuwaje? Wacha tutengeneze kile kitaweza kumuokoa ndio tuingie katika our point. Our point ni New Testament. Mungu alikuwa na moyo wa New Testament, Genesis kuendelea na New Testament yote. Hallelujah. Haya mengine yote ilikuja kuinterrupt. Kwa hivyo the plan of God from the beginning was New Testament. Hiyo isikutoke katika mawazo yako. Kwa hivyo Mungu hakuwa ameplan for Old Testament. Hakuwa plan of Old Testament. Haikuwa. Plan ya God ilikuwa the New Testament from kutoka Genesis na haya mengine ya New Testament. How do we know? Ni tujiulize, tunaweza juaje? No, the New Testament is older than Old Testament. Tunaweza juaje? At the New Testament is older than Old Testament. Tutasoma na wewe na tutaona katika kitabu ya Galatians 3:17. Galatians 3:17. Kitabu ya Wagalatia. Galatian 3 mstari wa 17 inasema, and this I say that the covenant that was confirmed before of God in Christ, the law which was 430 years old cannot disnew that it should make the promise of none effect. Ate nisemaro ni hili, agano lililothibitishwa kwanza na Mungu, torati iliyotokea miaka 430 baadaye, halitangui hata kuibatilisha. Ati from Exodus, wana wa Israeli kutolewa katika mji wa utumwa ilitumia 400 torati iliyotokea miaka 430 for 30 years. Haigezuilia. Oh, hallelujah. Acha nikusomea na Kikuyu. Inanifurahisha. Katika kitabu ya Galatia New Testament, Galatia 3:17 inasema, kusomea na Kikuyu kidogo sababu nimesoma hizo zingine. Gokiuga atiri, watho uria wacokire kweheanwo thutha wa miaka watho uria wacokire kweheanwo thutha wa miaka 430 ndũngĩraria kĩrĩkanĩro kĩrĩa kĩarũmirio nĩ Ngai, kĩarũmirio nĩ Ngai mbere ĩyo, ũtũme kĩĩranĩro kĩu gĩtuĩke gĩa tũhũ. Kĩĩranĩro kĩrĩa kĩaheanĩtwo hĩndĩ ya Ibrahim at the beginning, Genesis, nayo Exodus yoka yaheana ũhoro wa uria Moses vile alivyotoa wana wa Israeli katika mji wa Misri. Ilikuwa 430 years kabla. Bwana asifiwe. Ilikuwa thutha wa
Kwa hivyo kulingana na hii Galatians 17 Kiswahili inasema ya kwamba ate nisemalo ni hili, agano lililothibitishwa kwanza kwa Mungu, torati iliyotokea miaka 430 baadaye. So Genesis ilikuwa nini? New Testament ilitangulia, sababu Mungu alikuwa amenena. Promise ya Mungu ilikuwa imepeanwa kwa Abraham, na tunaona ya kwamba Genesis ndio kitabu ya kwanza, na sio ya kwanza kwa Old Testament, ni kwa New Testament. Mambo ya Christ ilikuwa imenenwa, ndio alikuwa anasema Abrahamu aliniona katika siku zangu. Kwa hivyo wakati tunapoangalia neno la Bwana, tunahitaji ufunuo wa roho katika maisha yetu na ndani yetu, ndio tuweze kuelewa na kutambua mapenzi ya Bwana kutoka mwanzo ilikuwa nini. Mungu hakuwa na haja na Exodus to Malachi, Old Testament. Alikuwa na haja na New Testament from the beginning. At the beginning Genesis, na haya mengine New Testament, yale yanenapo kumhusu mwana wa Mungu Christ Jesus. Na tukaona kwa hivyo ilikuwa after the covenant in Christ, ilikuja after dhudha, ilikuja nyuma ya covenant God and Christ ikiwa imefanyika. Ikasema, so God plan was the covenant in Christ. Plan ya Mungu ilikuwa covenant, ile ilikuwa imewekwa ndani ya Christ. Covenant ya God was the covenant in Christ. But when the man rejected Christ, umeelewa hapo ndipo 430 years ilikujia. Mungu akijaribu kama mwanadamu ataweza kujielewa. 430 years Moses na wana wa Israeli, 430 years sheria ikatawala katika ulimwengu. Ile ilikuwa ya kufanya hawa warudi katika nafasi hiyo. But when the man rejected Christ, Moses gave them law for that years. Law haingekuja kudisnew the covenant. Mpango wa Mungu haugeondolewa na kitu kilichokuwa kimekuja kwa miaka kidogo nyuma nyuma after mpango wote wa Mungu kuwa Mungu ameupanga. Hiyo miaka 430 haingekuja kuondoa. Mpango wa Mungu uliendelea tu. Na ndio Yesu alikuwa anawaambia, ni kwa sababu ya mgumu wa mioyo yenu mmekuwa hiyo ndani ya hiyo 430 years. Mkijaribu, akijaribu kuona kama mnaweza geuka, lakini nyinyi hallelujah, it was not God gave them. And sio Mungu aliweza kuwapatia ile sheria. Stiga iwa mahile sheria. That's why it is called the law of Moses. Haitwi law ya God, ni law of Moses. Ni Moses aliwapa hiyo sheria. Hiyo sheria ni Moses aliwapa. Na ndio Matthew 19:8 ile tulikuwa tunasoma, alisema ya kwamba Moses, because of your handed of their heart, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao, kwa sababu ya ugumu wa moyo wako.
kwa sababu ya ugumu ya mioyo yetu. Hatutaki kufuata mapenzi ya Mungu. Hatutaki kusikia Mungu. Tumehande na wahati. Hatutaki kulifuata neno. Tunataka kufanya vile tunavyotaka. Badala ya tufuate neno la Bwana lituongoze, tunafuata watu waweze kutuongoza. Tunafuata vile watu wananena. Yani tumefuata watu kama watu walitoka biguni. Media imejaa mavitu ya kukuzuilia wewe uweze kuandamana. Yani hata watu hawatambui kitu chochote. Tulifundishwa tuingie ndani ya kanisa ndio Mungu atubariki. Tukaingia na huo moyo. Tukawa maskini sana 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 kuliko bereni. Sababu hatuingii katika kanisa ndio tubarikiwe. Tayari tumeshambarikiwa. Hatuingii ndani ya kanisa ndio tuponywe. Tayari tumeshaponywa. Hatuingii ndani ya kanisa ndio tupate fedha. Tayari Mungu alitayarisha kila kitu kabla ya kumuumba mwanadamu. Alipeana kila kitu ndio watu waweze kuingia katika nafasi yao kuingia katika nafasi yake, sio nafasi yao. Wana wa Israeli ndio waliingia nafasi yao, naye Mungu akawaita wana wa Musa. Wakaitwa wana wa Musa. Sheria ikaitwa sheria ya Musa. Wakapewa ndio waweze kuendelea nayo, sababu wamemkataa Mungu. Hivyo ndivyo leo watu walivyo. Watu wanafuata mambo ya watu. Watu wanafuata mapenzi ya watu. Watu hawataki hawatabui neno la Bwana. Watu wataka tu kuombewa. Watu wataka tu kusomewa. Wako na Biblia but hawaoni, hawatabui, hawaelewi. Wamekaa katika nafasi yao. Kwa nini kusiwe na hali zile zote zinatukia katika maisha yetu? But neno linasema walio ndani ya Bwana hawataangamia kamwe. Hata kama wanaonekana kama hali zimekuwa chungu, lakini Bwana wao Mungu wao atawatoa ndani ya hali yale mauzito, mauchungu, na hali zozote zile zimeinuka. Bwana atawashughulikia. Please my dears, naomba tusome Biblia. Naomba please tusome neno. Soma neno kwa moyo wa Mungu. Soma neno kwa ufunuo. Taka kuwa na mtu atakaye kukufunulia neno vile linavyonenwa. Lilinenwa na Yesu pamoja na mitume. Wacha watufafanulie yale yote yalinenwa na sheria na manabii. Sababu ndani ya manabii na ndani ya sheria walianena kuhusu Kristo. But watu wanaiona ikiwa tofauti na vile walivyonena. Please, hii ndio mapenzi ya Mungu. Tuweze kutambua neno la Bwana katika moyo wa Mungu, lakini si katika mioyo yetu. Mioyo yetu ni duni na iko na pingamizi nyingi sana. Tuna udhaifu mkubwa sana wa kutambua mapenzi ya Mungu. Lakini wakati tunapoamini ya kwamba hilo neno ndio uzima wetu, hilo neno ndio kweli, hilo neno ndio linatufafanulia vile Yesu alivyo na vile Mungu na mawazo ya Mungu vile ilivyo, Mungu ataweza kututumia wale wanao hekima hiyo, wale amefafanulia, waweze kutupa mwongozo na kutupa uwezo wa kusimama katika ukweli na katika neema. So, nashukuru Bwana, nitamalizia hapo siku ya leo. Kesho tutaendelea. Na ninashukuru Bwana sana kwa sababu ya uwezo na kwa sababu ya utukufu na mapenzi iliyo na ushindi mkuu katika jina la Yesu Kristo. Asante sana. Mungu aendelee na kumpenda, na Mungu aendelee na kufanya mikononi mwenu na hata katika akili zenu siweze kupanuka na kuwa na tuwe na hekima sisi wote kulingana na vile apendavyo. Mungu anatupenda, sisi ndio tunaenda
bali pamoja naye, lakini kwa pendo lake sisi tunaitwa watoto wa Mungu. Acha tuombe. Asante Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuinua na tunakutukuza. Umejaa nguvu na mamlaka, pendo lako ni la ajabu. Asante ni kwa sababu unaendelea tu na kutufunulia mapenzi yako kupitia wale waliopokea hii ahadi kabla yetu. Wako na uwezo, wako na hekima kuu, wako na knowledge ya ajabu ndani yao ya kutambulisha mapenzi yako Bwana kulingana na vile upendavyo. Tunakuinua na tunakutukuza. Ni wewe Bwana tunaomba utuongoze, na ni wewe Bwana tunaomba usindi kufanya sisi tuweze kuhubiriana mtu mmoja na mwingine, na ndio watu wote waweze kutambua siri iliyofichwa ndani ya maandiko yako. Pokea sifa Mfalme, na ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Amen, amen, amen. So, asante sana Soni Wahu, Beatrice Wairimu, na akina Grace na wale wengine wote. Tumekuwa na tutakuwa. Baraka ya Bwana izidi kuongezeka na kuonekana. The merit and favor of God wacha iweze kuwa upon you, kwa utukufu wake, katika jina la Yesu Kristo tumeomba na tumeamini.